Hivi karibuni kuna moja kati ya tamasha ambalo iliweza kufanyika pande za Morogoro kule, ambalo iliweza kufahamika kama Gairo Festival. Hilo ni tamasha ambalo aliweza kuandaa producer kuitwa Mafeelings, lakini pia kulikuwa kuna watu mbalimbali ambao aliweza kushirikiana nao. Moja kati ya mtu ambaye aliweza kushirikiana naye basi alikuwa ni D-Fighter. Baada ya tamasha kuweza kufanyika na likamalizika, maneno tuliona aliweza kuibuka kibao zaidi. Watu wakionekana ni kwamba wamedhulumiwa pesa zao, wasanii wakidai mkwanja ambao walitakiwa kuweza kulipwa baada ya kuweza kuifanya hiyo show ambayo ilifahamika kama Gairo Festival, na mengi yakazungumziwa. Mafeeling aliweza kuzungumza kwa upande wake pia kuhusiana na issue ambayo iliweza kutokea, lakini moja kati ya kitu ambacho watu wengi walikuwa wanasubiri kuweza kukisikia na kuweza kujua nini ambacho kinaendelea, basi ni kauli kutoka kwa Daddy Mwambe ambaye anafahamika kama D-Fighter. Tunamzungumzia meneja wa zamani wa Mario, lakini pia meneja wa zamani wa bidada kuitwa Fina, ambapo leo kupitia ukurasa wa Instagram D-Fighter ameweza kushare na sisi ujumbe ambapo akisema taarifa kwa umma: natumai mtakuwa salama ndugu zangu, wadau wa kazi zangu za usimamizi wa wasanii na matukio yani events. Leo nimefikia uamuzi huu wa kuweza kutoa taarifa hii kutokana na suala ambalo linazunguka mitandaoni na kwenye baadhi ya vyombo vya habari yani media, kuhusiana na tukio la onyesho la Gairo Festival ambalo lilikuwa ni tukio la producer Mafeeling. Mengi yaliweza kusikika yakiweza kuongelewa, na leo nimeona ni wakati sahihi ambao nitaweza kuweka sawa hiki kitu, ambapo maneno ni mengi ambayo aliweza kuandika hapo ndani. Hakuna mzungumzia mwaneto kuitwa D-Fighter, lakini moja kati ya kitu ambacho wanakujuza hapo nakwambia, baada ya kikao ambacho waliweza kukifanya baina yao na producer kuitwa Mafeeling na watendaji wa kampuni ya Daddy Empire, pande zote mbili waliweza kukubaliana vitu vifuatavyo, ambapo anakuambia pande zote waliweza kukubaliana kuweza kushirikiana kwenye kuandaa tukio la Gairo Festival, lakini mbili wao wataweza kuhusika na utafutaji wa wadhamini sanjari na usimamizi wa tukio nzima. Lakini kwa upande wa producer Mafeeling ni kwamba atahusika kwa ajili ya kuweza kuidondosha listi ya wasanii ambao wataweza kuperform kwenye tukio lake, na wasanii hao ni kwamba atakubaliana nao yeye, kwa mjibu wa D-Fighter, kitu ambacho ameweza kukiandika. Aliendelea kwa kuweza kuandika maneno mengi kama ambavyo unayapitia kwa ajili ya kuyasoma muda huu, lakini mwisho wa yote ni kwamba tunaona aliweza kutoa mjumuisho wa kitu ambacho kiliweza kutokea, yani mgawanyo wa hela ambazo ziliweza kutokea, akiweza kuwataja wadhamini ambao walikuwa Never Genie, lakini pia akiweza kumhusisha mtu ambaye alikuwa ni mbunge wa Gairo, na kuna mzungumzia Mheshimiwa Shabibi pia, kwamba yeye aliweza kutoa uwanja, gari la VIP la kuweza kuwafuata wasanii kutoka Dar es Salaam na kuweza kuwadondosha pale Gairo, lakini pia kuweza kurudisha pamoja na noti ambayo iliweza kutolewa, yani fedha ambayo iliweza kutolewa, ambapo anakuambia ilikuwa ni milioni 4. Ameweza kutoa mchanganuo mzima, lakini pia baada ya kitu chote kiweza kukamilika, anakuambia D-Fighter, baada ya hapo niliojiwa na kituo kimoja cha radio na nilipigiwa simu na mtangazaji ambaye tunaheshimiana yani Dula, na nikatoa maelezo ambayo watu waliyavalia njuga na kuyapotosha na kuweza kurejea interview. Basi ni kwamba niliweza kueleza kila kitu. Ni maneno ambayo mwaneto kuitwa D-Fighter ameweza kushare na sisi kwa siku ya leo. Kikubwa zaidi ni kwamba anatufahamisha kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, ambapo baada ya yote hayo D-Fighter yeye anakujuza na kukufahamisha kwamba huo ndio ukweli wa upande wake na ndio ukweli ambao kila mtu anaujua, na kwa sasa hivi anakujuza kwamba hatafanya mahojiano yoyote yale na yuko tayari swala hili liende kujadiliwa na vyombo husika. Nafikiri unapata nafasi nzuri ya kuweza kuyapitia na kuyasoma maneno ambayo mwaneto kuitwa D-Fighter ameshare na sisi leo mapema kupitia ukurasa wa Instagram. ST Bongo, nyumbani kwanza.